Ya ujumbe wetu unaosema nguvu ya msalaba. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kutupa siku hii ya leo, na tuna ibada ya ushirika mtakatifu. Hii ni ibada ya ushirika mtakatifu. Kwa hiyo natamani tuangalie kwa haraka kidogo juu ya nguvu ya msalaba. Tuko jambo la pili. Jambo la kwanza tulisema msalaba una nguvu ya kusamehe, lakini jambo la pili, msalaba una nguvu ya kuvunja laana. Hili ndilo jambo ambalo tunaliangalia. Msalaba una nguvu ya kuvunja laana. Msalaba una nguvu ya kuvunja laana. Katika maandiko matakatifu tunaangalia kitabu cha Wagalatia sura ile ya 3 mstari wa 13 na wa 14. Bwana Yesu asifiwe. Wagalatia 13 mstari wa 13 na ule wa 14. Nguvu ya msalaba. Maandiko mahali pale utakuta yanasema hivi: Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa maana alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo. Kwa hiyo ni andiko ambalo linatufunulia kuona msalaba unashughulika na laana. Maana Yesu alifanyika laana ili tuwe baraka. Maana yake kuna laana ambayo Mungu alikuwa anashughulikia msalabani kupitia Yesu Kristo. Yaani kwa njia ya msalaba Mungu alikuwa anashughulikia laana fulani. Sasa katika kujifunza ambako tumejifunza, tumeona kwamba laana haimpigi mtu bila sababu. Kitabu cha Mithali 26:2, kama shomono katika kutangatanga kwake na kama mbayuwayo katika kuruka kwake, kadhalika laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Laana yoyote ambayo iko kwenye maisha ya mtu ina uhalali fulani. Laana yoyote ambayo iko kwenye eneo, kwenye mtaa, kwenye kabila, kwenye ukoo ina uhalali fulani, kwa sababu laana haimpigi mtu bila sababu. Lazima sababu zipo. Lakini tukaona pia katika kitabu cha nabii Isaya 24 mstari wa 5 na wa 6 kwamba dunia imetiwa unajisi kwa sababu ya wale wanaoikaa. Hao wanaoikaa dunia wamevunja amri, wamelivunja agano la milele. Kwa sababu hiyo laana imeila dunia, na hao wanaokaa ndani yake wanateketea, nao wamebaki kuwa wachache. Kwa hiyo unabaki kurudi pale pale kwamba laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Laana isiyo na sababu haishambulii maisha ya mtu. Sasa tukaangalia mambo yanayoleta laana. Yaani kuna mambo ambayo mtu akiyafanya laana inaingia kwenye maisha yake. Labda nirudie jambo hili. Kuna namna 3 ambazo mtu anaweza akapata laana kwazo. Namna ya kwanza ni ile laana ambayo inalaaniwa kwa kutamkiwa. Yaani mtu anamlaani kwa kumtamkia laana: hautafanikiwa, hautaolewa, hautaoa. Hiyo ni namna ya kwanza. Ni laana ambayo mtu anamlaani mtu. Lakini
anatenda au anaenenda. Matendo ya mtu yanaamsha laana fulani. Tukaona baadhi ya matendo ambayo mtu akiyatenda yanaleta laana. Yaani kuna vitu unafanya kumbe unajilaani mwenyewe, au unayalaani maisha yako, au unalaani uchumi wako. Kuna matendo, hiyo ni ya pili. Ya tatu ni ile ya kuzaliwa. Kuzaliwa kwenye ukoo, kwenye kabila, kwenye familia, unakuta kuna laana tayari. Kwa hiyo kimsingi umezaliwa na huyo baba na huyo mama, kwenye asili yao wao wanatumikia laana fulani. Biblia inasema, nami nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4. Kwa hiyo laana inatembea kutoka kizazi cha kwanza, cha pili, cha 3, cha 4. Mungu anaachilia rehema. Kwa hiyo hayo ndiyo ambayo kwa namna hizo au kwa njia hizo mtu anaweza akapata laana. Sasa kuna jambo moja ambalo tuliliangalia ambalo linaleta laana kwenye maisha ya mtu, au linaamsha laana kwenye maisha ya mtu: kumiliki vitu vilivyolaaniwa. Kumiliki vitu vilivyolaaniwa. Andiko ambalo ilitufungulia kuona na kuangalia jambo hili ni ile Yoshua sura ya 7. Yoshua sura ya 7. Naomba tu nisome mstari wa 12, alafu nitafafanua kidogo, sababu leo ibada ya ushirika mtakatifu. Laana ya kumiliki vitu, au laana inayoletwa na kumiliki vitu vilivyolaaniwa. Nirudie jambo hili kwa ajili ya faida ya mtu fulani. Laana inaweza ikakaa kwa mtu, lakini laana inaweza ikakaa kwenye vitu. Laana inaweza ikakaa kwa mtu, lakini laana inaweza ikakaa kwenye vitu. Mtu anaweza akabeba laana, au laana inaweza ikakaa kwa mtu. Kwa mtu ikaangalia na kaa wapi. Taona kadiri tunavyoendelea mbele, tumeona maeneo mawili katika kuangalia hilo. Laana inaweza ikakaa kwenye mikono ya mtu, ni laana. Kwingine kote yuko salama, lakini kwenye kazi, kwenye mikono ya mtu, hiyo mikono imebeba laana. Kila anachokigusa kinakufa, izai matunda, kiendelee, apati kazi, apati ajira, kwa sababu kuna laana fulani. Lakini laana inaweza ikakaa pia maeneo mbalimbali kwenye maisha ya mtu, lakini ni laana. Inaweza ikakaa kwenye miguu ya mtu, inaweza ikakaa kwenye tumbo la mtu, inaweza ikakaa kwenye uso wa mtu na kadhalika. Sasa laana pia inaweza ikakaa kwenye vitu. Laana inaweza ikakaa kwenye vitu. Kwa hiyo ukimiliki kitu ambacho kina laana ndani yake, ile laana inakuwa juu yako. Tuliona namna ambavyo Mungu anawaambia wana wa Israeli. Lakini tuangalie kwa ufupi Yoshua 7 mstari wa 12. Kwa faida ya kusoma unaweza kusoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa 26. Yoshua 7:12. Maneno ya Mungu yanasema, Yoshua 7 mstari wa 12. Ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao, wakawapa visogo adui zao, kwa sababu wamelaaniwa. Mimi sitakuwa pamoja nanyi tena, msipokiharibu kitu kile mlicho nacho, kilichotolewa, kilichowekwa wakfu, kilichowekwa wakfu. Tulipokuwa tunajifunza, nafikiri neno nakumbuka, amini hivyo, hili neno wakfu kwenye Biblia linaonyesha kilichotengwa kwa makusudi maalum, kilichotengwa kwa makusudi maalum. Na tuliangalia tukaona kwamba Yeriko
ilikuwa imetengwa kwa lengo la kuangamizwa. Yeriko imetengwa kwa lengo la kuangamizwa, na vyote ambavyo viko ndani ya Yeriko vilikuwa vimetengwa, yani vimewekwa wakfu, vimetengwa kwa ajili ya kuangamizwa. Kwa lugha nyingine, fedha na dhahabu za Yeriko, wanyama wa Yeriko, kila mtu katika Yeriko, kasoro wale walio katika nyumba ya dhahabu tu. Lakini vingine hivi Mungu alivitenga ili viangamizwe, viliwekwa wakfu ili viangamizwe. Sasa Biblia inasema, anawaambia wana wa Israeli kwenye hizo pitapita, kuna mtu mmoja anaitwa Akani. Huyu yeye aliona joho, akasema hili joho nalihitaji zuri. Aliona fedha akachukua, aliona dhahabu akachukua, akaenda akaweka kwenye hema yake, katikati ya hema yake akafukia na mchanga. Madhara yake ni haya: Israeli walipoenda kwenye vita hawakushinda ile vita. Kwa nini? Mungu hakwenda pamoja nao. Mungu hakuwa pamoja nao. Kwa nini? Kwa sababu kuna kilichowekwa wakfu kwa ajili ya kuangamizwa, wamekichukua, wamekiweka kwenye kambi zao. Kwa hiyo walipoenda kwenye vita wakapigwa. Walipopigwa, Yoshua anarudi anaomba. Mungu akamwambia, ni kwa sababu nyinyi melaaniwa. Hii laana imetokea wapi? Kuna kitu kilichowekwa wakfu, kimetengwa ili kiangamizwe. Ninyi mmekichukua, mmekiingiza kwenye hema zenu. Sasa nadhani upate picha hii kwamba kuna vitu ambavyo ukivimiliki automatic vinaleta laana. Ni vitu. Tuliona mifano mingi katika jambo hili. Sasa ambacho nataka nizungumze hapa ni kimoja tu, kwa sababu ile siku kuna swali liliulizwa kwamba je, kama ni chakula ili jambo likoje? Za mavazi unaweza ukateketeza. Nakuta mtu ana kachungu kaulisi, sema aka bwana aka bibi aka kama leo bibi na yeye bibi alifiki kule, kumbe ako kachungu ndio kale ambako walikuwa wanatambikia zamani sana, na wewe ndio umekarithi. Kwa hiyo inakuwa ni laana au inaleta laana. Sasa kuna vile ambavyo mtu anapewa, anakula. Ili jambo likoje kwenye vile ambavyo mtu anakula au kulishwa? Okay, sawa. Sasa tuangalie juu ya vyakula vilivyowekwa wakfu au vyakula vilivyobeba manuizo. Vyakula vilivyowekwa wakfu. Na wakfu ya mahali hapa, baada ya neno wakfu, kama unaandika unaweza ukaandika mabano laana, hapo mbele ukaandika manuizo. Vyakula vilivyowekwa wakfu, mabano unaandika laana au manuizo. Tuangalie kidogo juu ya vyakula hivyo. Ninaomba tuelewane vizuri, watu wa Mungu, kwamba laana inaweza kukaa kwenye vitu. Kama laana inaweza kukaa kwenye vitu, maana yake inaweza ikakaa popote pale. Inaweza ikakaa kwa mnyama, inaweza ikakaa kwa ndege, inaweza ikakaa kwenye chakula, inaweza ikakaa kwenye mavazi, inaweza ikakaa kwenye kinywaji. Laana inaweza ikakaa mahali popote pale. Sasa tuangalie kidogo juu ya vyakula vilivyowekwa wakfu. Kitabu cha Danieli sura ya 1 mstari wa 6 mpaka ule wa 9. Danieli sura ile ya 1 mstari wa 6 mpaka ule wa 9. Basi katika hao walikuwako baadhi ya wana wa Yuda, Danieli
Azalia mkuu wa matowashi akawapa majina. Alimwita Danieli Belshaza, yaani badala ya Danieli akamwita Belshaza, na Hanania akamwita Shadraka, na Mishaeli akamwita Meshaki, na Azalia akamwita Abednego. Huu ni mbadilishano wa majina ukubwani. Unabadilishwa jina live kutoka kwenye jina lako halisi, unapewa jina jingine, sio utotoni, ukubwani. Okay, mstari wa 8. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme, wala kwa kunywa divai, wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Mstari wa 9. Basi Mungu akamjalia Danieli akapata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matowashi. Pale nafasi endelea kusoma huko uone matokeo. Lakini hapa nataka tu nikufunze jambo moja. Danieli alikataa kula chakula cha mfalme wa Babeli. Ni chakula cha kifalme kizuri. Mapochopocho, napenda mapochopocho. Sasa hapo ukiona tu chakula mpaka mate yanakutoka, hiyo ndio shida. Kisikia tu harufu unaanza kujilamba, ni harufu tu. Unaanza kujilamba harufu tu. Kadiria hiyo dagaa imenani vizuri hiyo. Hiyo nyama ya mbuzi hiyo nani vizuri. Hiyo ndio shida. Lakini Danieli alikataa. Wamechukuliwa kutoka kwenye nchi yao, wamepelekwa utumwani. Mfalme akaagiza wachaguliwe watu waliotoka kwenye familia fulani fulani, zimetajwa ukisoma misali pale juu. Wachaguliwe. Miongoni mwa waliochaguliwa walikuwemo watu 4: Daniel, Meshaki, Shadraka na Abednego. Hao sasa Biblia inasema Danieli ndani yake aliazimu. Mfalme anasema hawa watu walishwe vizuri, wanyweshwe vizuri. Lakini Danieli akiangalia anaona huku ni kujitia unajisi, ni chakula kizuri cha kifalme. Lakini Danieli anasema no, hiki sio chakula kizuri cha kifalme, hiki ni chakula cha kumtia mtu unajisi. Tunaelewa unajisi ni kujichafua au kuchafuka. Lakini angalia, ni chakula cha kifalme. Kinamtiaje mtu unajisi? Kwa sababu kimewekwa wakfu na miungu ya Babeli. Yaani kiko connected na miungu ya Babeli. Kwa hiyo mtu akila, ule utakatifu wake na uchaji wake unaondoka. Sasa picha ya kwanza ambayo nataka uipate hapa kwa haraka kwamba kuna chakula ukila kinakutia unajisi, kinakuchafua rohoni. Ni chipsi yai tu, lakini nakuchafua rohoni. Shida sio chakula, mtoaji na mwandaaji wa chakula. Lengo la hicho chakula, anayetoa ana lengo lipi? Shida sio chakula. Anasema hiki chakula mtu akila kinamtia unajisi. Manake kuna vyakula fulani mtu akila ananajisika, anachafuka. Sio mwilini hauwezi ukaona hiyo. Rohoni
kwanza. Kwa hiyo kuna chakula ukila wewe unachafuka, tena unachafuka kabisa, sio kidogo. Unachafuka mno. Unachafuka mno. Unajichafua. Kijichafua mapepo yanakuja. Kijichafua tu shetani huyu hapa na kushambulia. Lakini umekula, shetani anakushambulia. Umekula, shetani anakupiga. Kwa hiyo kuna vyakula ambavyo mtu akila vinamtia unajisi. Ananajisika kwa sababu ya vyakula. Nisikilize. Hajaenda kuzini huyu mtu. Hajaenda kuiba huyu mtu. Ni chakula tu amekula. Amekula, amekunywa. Baada ya kula na kunywa, ananajisika. Anajichafua rohoni. Sasa unaweza ukajioji ni vyakula vingapi ambavyo umekula. Bahati mbaya hujuagi kukataa. Hiyo ndio bahati mbaya sana. Tuangalie kitabu cha Wafalme wa Pili haraka kidogo. Tutakuwa picha hii tupate msingi mzuri wa kwenda kuomba. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 19. Kwa hiyo kuna laana nyingine wewe umezitoa kwenye vyakula. Kwenye kula sana laana inaingia. Kwani mpaka Mungu anatangaza laana vilitokea wapi? Si kwenye kula. Mwanamke akaona hiki chakula kizuri, kula, Mungu anakuja kugonga laana. Kuna laana nyingine ambazo unazo umezipatia kwenye vyakula. Moyo umekukatalia sana, ila njaa tu inakusukuma. Unasema tu anaacha tu nile kidogo. Hata kama ukila tu punje moja, umejinajisi shauri yako. Na hujuagi kuusikiliza moyo. Naona moyo umegoma kabisa. Sema basi tu bwana, ile tu kidogo. Hiyo kidogo hiyo ina ugharimu. Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 19. Watu wa mji wakamwambia Elisha, angalia, twakusihi, mahali pa mji huu ni pazuri kama Bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai, na nchi uzaa mapooza. Maji yake hayafai na nchi uzaa mapooza. Nikiruka hapa nikaenda mstari wa 21 sura hiyo. Anasema akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji. Akatupa ile chumvi humo ndani yake, akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutakuwako tena kufa wala kuzaa mapooza. Shida ilikuwa kwenye maji. Yaani wale wenyeji wa lile eneo, mimba zikitungwa watoto hawazaliwi. Miezi 3, miezi 4, 5, mimba inaharibika. Mchungwa ukisha tu kuwa na maua na umwagilizia, vile vimaua vinaanza kutunga matunda. Matunda kabla hayajakomaa yanapukutika. Wanyama wakibeba mimba kabla hawajazaa, mimba zinaharibika, mapooza. Lakini mapooza haya yanatokea kwenye maji. Yaani shida ni kwamba wanakunywa maji yaliyobeba mapooza. Ukinywa maji hayo, hata kama ulikuwaje, kama ni mjamzito, ujauzito unaharibika. Kama mti umeanza kuzaa matunda, yale matunda yanapukutika. Nataka upate picha hii kwamba kuna maji ambayo yamebeba roho za mapooza. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo unaweza ukakwepa kama unatumia maji ya aina hiyo. Jamani, ni maji tu ya kawaida. Usianze kuwaza maji labda yalikuwa na chumvi sana. Hamna, ya kawaida watu walikuwa wanayatumia, lakini yale maji yalikuwa yamebeba roho ya mapooza. Mimba zinaharibika, za wanyama na za binadamu. Hakuna kinachozaliwa. Sasa wakamwambia Elisha habari hiyo. Anasema nchi hii nzuri kama unavyoona, lakini shida, kuna mapooza hapa, hakuna kinachozaliwa.
Elisha akaenda kwenye maji, akatupa chumvi, akasema kwako, anayaambia maji, kwako kusitoke tena kufa wala kuzaa mapooza. Kwa hiyo unapata picha kwamba kuna aina ya matatizo unaweza ukayapata kwa sababu ya kunywa maji aina fulani. Achana typhoid ya leo. Kuna aina fulani ya matatizo mtu anaweza akayapata kwa sababu ya kutumia maji fulani. Shida iko kwenye maji. Unakunywa, lakini kile unachokunywa kinaenda kusababisha mapooza ndani yako. Elewa, mapooza ni roho. Unakunywa, kinaenda kuua kile kilicho ndani yako. Unakunywa, kinaenda kuharibu kilicho ndani yako. Ni maji ya kawaida. Sasa kuna maji ambayo yanaleta mapooza. Twende kwenye kitabu cha Hesabu. Tutapata tu vizuri namna ya kuomba. Hesabu sura ya 25. Hesabu sura ya 25. Mstari wa kwanza mpaka ule wa 3. Basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu, kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao. Watu wakala, wakaisujudia hiyo miungu. Mstari wa 3. Ikawa Israeli kujiungamanisha na Baali Peori, hasira za Bwana zikawaka juu ya Israeli. Mimi nikuonyesha hii kesi ilianzia wapi. Kesi haikuanzia kwenye kuzini. Kuzini kweli ilikuwa ni kesi, lakini ilikuwa ni kesi ngazi ya pili. Hawa jamaa hawakuwa na mpango wa kufanya zinaa. Hawakuwa na huo mpango. Mpango wao ulikuwa kwenda kuangalia zile ibada. Jamaa wanafanyaje hawa ibada? Wanachinja, wakichinja wanamwaga damu, wananyunyizia, wanazipa sadaka miungu yao. Wakishafanya hivyo, ile nyama ya zile sadaka zilizochinjwa pale na wekwa pale, jamani, karibuni tule. Wanakula, wanakunywa, anainuka kucheza kawaida. Walipokula na kunywa na wakacheza kwa mara kadhaa. Sifikirie ni siku hiyo moja kama walienda siku hiyo moja wakala kufanya, no. Walienda ibadani mara kwa mara, wakala wakanywa, wakala wakanywa, wakala wakanywa. Baada ya kula na kunywa, nia zao zikabadilishwa. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema Israeli wakajiunganisha na Baali Peori. Limetokea wapi? Kwenye kula. Kwa sababu wamekula kile ambacho miungu inapokea kama sadaka. Tabia zikabadilika. Nia ndani ikageuzwa. Nini kimegeuza nia? Chakula. Kile walichokula kimebadilisha nia, kimebadilisha mawazo, kimebadilisha maamuzi. Ile jambo nimeshalifundisha mahali hapa. Jamani, hapo Shitimu hapo. Yaani ukienda kwenye ibada zao, ibada za kipumbavu sana, za kijinga mno. Swala kufanya zinaa sio kificho tena. Unakuta kuna mahekalu yametunza mabinti kwa ajili ya ibada tu hizo, watu wakimwabudu Mungu, wakila, wakanywa, wanafanya zinaa kwenye ibada zao za miungu. Hawa jamaa hawakuvutiwa na hilo, walienda kutazama. Walipotazama wakala. Jihadhari na vyakula unavyokula. Chakula kinaweza kikageuza nia yako. Chakula kinaweza kikabadilisha mawazo yako.
Chakula kina nguvu. Ukitaka kujua chakula kina nguvu, Isaka alimwambia Yakobo, alimwambia Esau, kaniletee mawindo mazuri nile nikubariki. Sasa chakula kina uhusiano gani na hilo? Maana chakula kina uhusiano na baraka, kina nguvu fulani, kiko connected kwenye ulimwengu wa roho. Chakula sio chakula tu, kimebeba kitu fulani. Lengo la mtoaji chakula ni nini? Toa chakula, natoa kama sadaka. Sadaka ya nini? Kwa ajili ya zinaa. Uwe na uhakika, binti, kama unakula chakula cha mtu utazini na huyo mtu. Hata kama unanena kwa lugha utazini tu. Kwa sababu Mungu alikwambia anayetoa nia ndani, manuio yake ni kukupata wewe. Hana lengo jingine. Yaani tu nje anaonyesha kama anakujali, kama anakupenda, lakini nia ndani. Chakula kinapoingia, kinaingia na nia. Hamna kingine. Kinaingia na ile nia ya mtoaji. Ghafla mawazo yako na sana, mbona kama namuelewa. Unajua mabinti, sikizeni, tunajidanganyaga hivi. Mimi nakula tu, niongezee sauti kidogo. Mimi nakula tu, kwanza nakula tu chakula chake, hata sina mpango naye. Unakula tu chakula chake. Hiyo ndio ndoana. Ndani ya hicho chakula kuna kandoano kako hivi. Kata kukwama tu. Mimi bwana ninachukua tu hela zake, kwanza sina mpango naye na nini. Huwa niwaambia tena hapa, kama hutaki kataa. Tabia kwa unapokea vitu vya mtu. Una lengo gani? Alafu unajifanya unazunguka hivi, unazunguka wewe. Bwana Yesu asifiwe. Huwa nawaambia chakula unakipata kwa baba na mama na ndugu zako, full stop. Tumekutana naye hivi barabarani hivi, kwa makini naye. Sio kwamba hawapo, wapo, lakini unaielewa nia. Mwingine kwa sababu anaweza kuwa ni uwekezaji. Mimi nakwambia chakula walichokula kikawajaza ni. Sasa ngoja uone kwamba kiliwajazaje nia. Ilifika mahali wakawa na ujasiri Israeli, sio tu kwenda ibadani, kwenye hizo ibada na kula na kunywa na kufanya zinaa. Wakavuka mipaka hiyo, wakawa wanaenda kuwachukua wanawake kwenye mahekalu hayo, wanawachukua, wanawaleta kwenye hema zao. Nia imebadilika. Sasa ona, Biblia inasema ikawa Israeli kujiungamanisha na Baali Peori. Kwa nini? Walikula chakula cha miungu hiyo. Jamani, huwa ni muhimu sana kuombea vyakula vya mji. Wanao supply mji kama hawana Mungu, mioyo ya watu inafungwa. Nakula vyakula vya mapagani, linalima kwa dawa, linapanda mbegu kwa dawa, linavuna kwa dawa, linaweka kwenye store kwa dawa, linauza kwa dawa. Hivi haya mahindi yanakuwa mahindi kweli? Shangaa tu watu wanakuwa na mioyo migumu, hawana mpango wa kumgeukia Mungu. Kwa nini? Vyakula wanavyokula, hawana mpango wa wokovu. Vyakula wanavyolishwa. Jamani, muhimu jamani wa Kristo kusupply mambo kama hayo, kusimamia mambo kama hayo. Kama una nafasi hiyo, Mungu amekupa, lima vya kutosha. Mahindi yako yaombee. Baba Mungu, mtu akila mahindi haya akanunua tu akala, kualiko aokoke katika jina la Yesu. Aokoke katika jina la Yesu. Naye agiza hivyo. Ni ya watu wamjue Mungu. Shangaa tu mtu anakula done na kutoka kwenye mahindi yako anaokoka na kwa sahihi. Leo mbona moyo umetakata sana? Leo tu niende na kanisani. Anaenda kanisani anaokoka na kuokoka. Kwa sababu chakula kinabeba roho, kinaweza kubeba laana au baraka. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, some hapo. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Mstari ni somo la 21. Hamwezi kushiriki katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani.
Maana shetani anaandaa chakula chake. Hauwezi kula chakula cha shetani ukala na chakula cha Bwana. Soma vizuri utaona anazungumza juu ya sadaka zilizotolewa kwa miungu mingine. Hamwezi kushiriki chakula, hamwezi kushiriki meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Maana kuna vyakula lakini ni vyakula vya mashetani, vinatolewa na mashetani kwa lengo la kishetani. Sasa nisikilize mtu wa Mungu. Kuna chakula ukila unajiunganisha na miungu, unajiunganisha na shetani, unajiunganisha na roho fulani. Ni chakula, lakini hicho chakula hicho kinakuunganisha moja kwa moja na roho fulani. Inaweza ikawa ni roho ya kuharibikiwa, lakini hiyo roho imepitia kwenye chakula. Ulipokula tu ukafungulia kuharibikiwa kwenye maisha yako, lakini huko kuharibikiwa kumetokea kwenye chakula fulani. Inaweza ikawa ni kukataliwa, lakini huko kukataliwa kumetokea tu kwenye chakula fulani. Inaweza ikawa ni ugonjwa, lakini huu ugonjwa umetokea kwenye chakula fulani. Chakula kina uwezo wa kubeba laana. Laana ikaingia kwa mtu yoyote atakayekula chakula hiki. Ninyi simeona kuna matukio ambayo mengine ninyi mnaenda mlikokula vyakula hivyo, kikundi kizima mnahalisha. Kama hilo linatokea kwa chakula tu, kikundi kizima mnauza chakula kilikuwa kimechacha. Kilikuwa kijachacha. Shida ilikuwa nini? Hatujui. Ila mmefanya nini? Mmeendesha ya kutosha. Maana kwenye chakula hicho hicho kinaweza kikabeba laana fulani. Mtu akikila kile chakula anabeba hiyo laana. Sijajua kama unaelewa. Kuna watu leo hawazai, hawana watoto. Shida ilianzia kwenye vyakula. Kuna chakula tu alikula, tumbo la uzazi likayeyuka ndani. Hiki chakula kikiingia tu tumboni, asizae. Na ni kweli au mpaka hivi ninavyozungumza wengine wanasumbuka na hiyo shida. Kuna manuizo tu fulani alinuiwa kwenye hicho chakula. Kama anavyokula chakula hiki, asije akaoa, asije akaolewa. Na wanafikiria ni mchezo. Hicho chakula kinakuwa kimebeba hiyo roho, kwa sababu kina uwezo wa kubeba, kina uwezo wa kutembea na hiyo. Jamani, ukisema tu zungumza kawaida kwa namna hii ya kawaida, iko hivi. Ukila chakula yanayotoka ni makapi. Kile kilicho ndani ya chakula kinakuwa kimefyonzwa mwilini. Kile kilichonuiwa ambacho kiko ndani ya chakula kinafyonzwa na roho. Roho ndio inayobeba huko, kwa sababu kunakuwa na roho mle ndani. Sio tu virutubisho kinaingia na roho. Kweli kuna virutubisho kwenye chakula, lakini kuna roho kwenye hicho chakula. Wasijua kwa nini unaelewa. Mungu alisema anataka tu tunaomba kwenye chakula. Unaelewa kwa nini? Wakati mwingine unaweza ukasema tu ni kautaratibu. Kwa nini lazima uombe kwenye kila chakula? Kwa nini lazima uombe kwenye kila chakula? Kuna kitu kwenye chakula na ni mlango mkubwa unaoharibu maisha ya watu wengi. Wengi wameharibikiwa kupitia kwenye chakula. Kuna chakula tu fulani mtu alikula, anateseka na ugonjwa mpaka leo. Wewe wakati mwingine unaweza kaona TV na dharau. Kuna chakula fulani alikula, anateseka na ugonjwa mpaka leo. Yaani anaishi anachungulia kaburi, lakini kuna chakula tu kimoja alikula. Uwe na
kaburi la hatima yako kwa mlo mmoja tu wa chakula. Mlo mmoja tu wa chakula. Kwenye vitu ambavyo unatakiwa kuwa na nidhamu navyo sana unapotembea hapa duniani, kuwa na nidhamu ya kula. Kuwa na nidhamu ya kula. Chakula kimewahi kuwapeleka watu utumwani miaka ya kutosha, wameenda kutafuta tu chakula. Utakuwa mtumwa wa maisha kwa ajili ya chakula. Chakula tu, mlo mmoja tu. Kwa nini tunateseka hapa leo? Walikula matunda mara ngapi? Mara 2. Tufikirie pamoja. Alianza mwanamke, kachukua. Twende na picha hiyo ya apple, ingawa alikuwa apple. Kachuma mwanamke, kala, chap, katafuna. Tamu. Kampelekea na mume wake. Tunda moja. Ni mlo mmoja tu unakugharimu maisha. Moja tu. Na unaweza usiinuke. Na kugharimu maisha. Kuna nguvu ndani ya chakula. Chakula kinaweza kuyaharibu maisha ya mtu, kinaweza kuyajenga maisha ya mtu. Ndio maana Paulo akasema vitu vyote ni halali, lakini sio vyote vinavyojenga. Vitu vyote ni halali, lakini sio vyote vinafaa. Vingine havikufai. Ni halali kabisa, lakini havikufai wewe. Tumalizie Injili ya Yohana. Yohana sura ya 6. Yohana sura ya 6. Yohana sura ya 6 mstari wa 50. Mstari wa 50 na wa 51. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitoacho mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Haraka, kuna chakula ambacho kimeshuka kutoka mbinguni. Kwa hiyo unaweza tukaelewa, kuna chakula ambacho kiko hapa duniani, kimepanda kutoka kuzimu kuja hapa duniani. Chakula. Na mimi nawaambia, yani kuna design ya vyakula vinakuja cheni tu. Wamama, Bwana asifiwe. Wamama, Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi ukitaka kupika maharage, si kuna vinani fulani vinaitwaje? Vile vya kwenye nani? Vinaitwaje? Jamani, semeni basi kama unavijua vile vile unaweka kwenye maharage kama unapika ili mchuzi ukae vizuri. Hamvijui? Mimi naambia vinaitwaje, sijasema kama unavitumia. Vinaitwaje? Lakini si mnavifahamu. Si mnavinunua. Vinakuwa vingi. Wamenisaidia, vinakuwa vingi. Tofauti. Mara vya njano, mara vya blue, mara vya nini. Mimi naambia naomba vizazi hayo. Yaani hamna kaona. Naua nini? Nyinyi mnajua imetokea wapi? Mnaelewa imetokea wapi? Yaani kwamba ukitia kwenye nani, kwenye mboga hivi, kwanza harufu, na hiyo harufu mwenyewe amepata wapi yule mtengenezaji? Maana kuna kitu ameweka kikaweka hiyo harufu. Haya, mchuzi unakuwa mzito. Huo uzito umesababisha kuna kitu kimewekwa mle. Hata tunayo kuangalia viungo ambavyo sasa yamekuwa mengi. Yaani viungo vingi mpaka unachanganyikiwa. Viungo vingi mpaka unachanganyikiwa. Vimetoka wapi? Kuzimu inatengeneza mkakati. Tunawamalizaje hao? Tuwapelekee hiki. Kurahisisha tu, very simple. Tunawapelekea. Tena sasa vinapatikana mpaka kwa shilingi 100, 200, bei ya Tanzania, ambayo hata mtu duni apate.
sija akasema yeye amekosa, apate na yeye shilingi 100 tu, na mimi nachukua 200 tu, 500 tu. Mimi nawaambia kabisa, haya mambo hayakuwepo. Hata kama yalikuwepo, hayakuwa na kasi ya namna hii. Tena nisema kidogo hapo na mabinti zangu na vijana, chagueni vyakula. Mimi nasikitika sana kuona kijana kupenda wali kuliko ugali. Inakuwa changamoto kubwa sana moyoni mwangu. Kijana bwana anapenda wali, mwana anapenda wali kuliko ugali. Yaani anataka ale mkate, hataki kula kiazi, hataki kula muhogo. Yaani kama muhogo ananuna kabisa kijana. Alafu kijana anapenda chipsi mayai, usikaushe sana, iwe laini hivi. Wengine wamo sasa, hiyo ndio shida. Yaani ukitaka iwe sherehe, wewe unajua. Ukitaka iwe sherehe, wala kila siku hamwendi kokote. Yaani kuzungumza mambo mengine, hamwendi kokote. Wachukue tu vijana, wachukue kutoka hapa, watembee kwa miguu mpaka Masuru Lunzele, hawatoboi. Mimi nakwambia, hauwezi kula chips utembee kutoka hapa mpaka Lunzele. Hauwezi. Wengine utawabeba njiani. Yaani wengine utawabeba kwa mguu, watembee kutoka hapa mpaka Lunzele, hawatoboi. Mimi nakwambia niko hapa. Tafuta mzee ambaye yeye imeenda, anaweza kutembea kutoka hapa mpaka Lunzele kwa mguu na akafika kwa mguu. Hebu wengine msonga tu hapo, itakuwa miano ya kutosha. Msonga tu hapa. Kwa nini? Vyakula ni hivi vitu vya kawaida, hivi vya kawaida. Jamani, sio kila kinachovutia kinafaa. Sio mimi kwanza sijajua hizi chips. Mzee Magere, ile miaka ya 60 chips zilikuwa kweli? Hazikuwepo. Jina lilikuwepo. Chache. Unaona? Hivi ni mtoto gani ambaye sisaidia bila chips? Ni mtoto gani ambaye sisaidia bila chips? Kila mtoto. Yaani hapa penyewe msema bila chips. Tayari wanaanza wanaamka na kuamka kwamba msosi. Yaani kwenye kweli ya Mungu ambao umekulia mazingira yao wanaweza kaelewa. Kwenye kweli ya Mungu kwamba tulikuwa tunalima mpunga, tulikuwa tunakula wali kwa matukio. Wali unalika kwa matukio. Yaani mtakula ugali, mtakula mihogo, mtakula viazi, mtakula ugali, mtakula mihogo, mtakula viazi, mtakula mkungula, wengine msijui hata mkungula, mtakula mkungula. Yaani mwana tu mnageuzwa hivi. Alafu mara moja ndio mnapigwa wali. Siku kila wali mnasimuliana. Mna kunao mkono kwanza. Unamfanyia mtu hivi nusa. Nini? Unakula nini? Wali tumekula wali. Watoto wa siku hizi yaani hawataki ugali. Wali maharage wanataka nini? Hawataki ugali. Tunakipoteza kizazi. Kwenye vitu ambavyo nakasirika na sipendi kutoka ndani ya moyo wangu ni binti kuzaa kwa operation. Kitu ambacho mimi nakikataa kabisa. Lakini mabinti sasa nguvu tu yenyewe ya kuzaa hawana. Miili imejaa mafuta, hawawezi. Wewe binti mdogo tu kabisa, una miaka 10 na una miaka 19 pale, una miaka 20. Viungo havijakomaa, nyonga zinaweza kutamka. Hawazai hivyo, wanashindwa. Nini? Vyakula. Miili imejaa mafuta. Hamna kabisa aina ya vyakula ambavyo wanakula. Shida na ni mpango wa shetani kupunguza
punguza uzazi. Ukizaa kwa operation, zamani ilikuwa mwisho 3, sasa hivi 4. Yaani unapangiwa kuzaa hata kama hutaki kupangiwa kuzaa. Kwa nini? Operation ina program mtu zaa tena kwa muda. Zaa kama miaka hii, zaa kama miaka hii. Nachukia sana hilo. Ili kujikinga na hilo, ni lazima ulaji ubadilike. Mimi nisipende tu hivi vyakula hivi. Madam tu naona ni kitamu, ni kizuri, kinavutia, kinakuwa. Unanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Sasa shida mnapenda chips ni maana mmenuna hata mtiki. Na chips inakupeleka wapi? Sio unasikiaga maana wanakaangia mafuta ya transformer. Wewe inababuliwa na haya sawa, koma utakuja kukutana mbele ya safari. Kwa hiyo chakula, kwa makini sana vyakula, sile tu. Sasa Biblia inasema hiki ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, na kuzimu na yenyewe imekazana kwenye viwanda kuzalisha vyakula. Vinazalishwa vya hatari. Nataka kusema ni idea tu ya kuzimu. Kuna tu vitu fulani tu vyakula vya watoto sasa hivi ukituangalia, kuna sema hivi mtengenezaji aliwaza nini? Hatuna soko. Kiweka tu hivi, watoto wanatujua hivi. Akuja. Tuna soko hatari. Kuzimu na yenyewe inainua vyakula vyake. Vinakutana hapa duniani.